ni uhusiano huo huo wa maandiko unaozungumzia wakati wa kutoa chochote katika utoaji wako. Chochote, sio katika sura ya picha ya pesa peke yake, lakini kwenye sura ya utoaji. Eneo la utoaji ni eneo lililoumbwa na Mungu kabisa, lihusike na maisha ya mtu yoyote. Yaani halipo kwenye mahubiri ya mhubiri, ni eneo lililoandaliwa na Mungu katika eneo letu la maisha ya kiroho na kimwili. Kuhusisha maisha yako na utoaji ni kuhusisha maisha yako na upokeaji. Utapokea, anasema mtapewa au mtapokea. Eneo la kupokea au kupewa ni eneo la matokeo baada ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu wa kulima anasema atavuna. Kwa hiyo ni eneo la supernatural power ya Mungu lililoumbwa, sio lililobuniwa likakaa hewani, lakini limewekwa kwa ajili ya baraka ya mtu. Na mimi natamani usidharau eneo lako la kutoa, kwa sababu hilo lina mahusiano ya wewe kupokea. Tunaelewana watu wa Mungu? Lakini eneo lenye kurudisha matokeo ya kupokea linazungumza hivi: utapokea au utapewa au utavuna kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Hata kumwagika ndicho watu watakacho wapa vifuani mwenu. Anaendelea, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Eneo la wewe kuishi katika eneo la wingi, utele, hata kumwagika linatoka kwenye eneo la wewe kutoa. Sema amen. Nazungumza kwa lugha rahisi, Mungu akusaidie. Kama kuna mahali unahitaji kufanya bidii ni hapa. Kujitahidi kutoa ndiko kunakoleta matokeo makubwa zaidi. Na yale matokeo anayazungumza Mungu yanakuja vifuani mwenu. Kwa hiyo anazungumzia hapa ndivyo watu watakavyowapa. Anaweza kazungumzia kama lugha watu, hii ni Biblia. Lakini kuna matokeo Mungu anaweza kaleta watu na wakakusababishia wewe utoke katika mazingira mahali fulani yaliyo magumu. Unaweza ukajikuta unaunganika na watu usiojuana nao. Sio lazima nijuane na mtu ili anisaidie. Mungu ana watu wengi. Sema amen. Ukishaingia kwenye eneo la kutoa, ni kama umeingia kwenye eneo ambalo anasema kwenye kitabu cha Malaki, unamjaribu Mungu. Tunaenda sawa eh? Malaki sura ya ngapi? Wangapi wanajua hilo andiko? Jamani, amsomagi Biblia? Bwana Yesu asifiwe. Wale wanajua ile maandiko, hiyo maandiko iko wapi? Malaki ngapi? 20 na ngapi? Malaki 10 na ngapi? Kumbe watu wanasomaga Biblia hapa. Maandiko yanasema hivi, Malaki 3:10. Humu ndani ukisoma huko juu, Mungu anazungumza mnaniibia. Hii lugha inaogopesha. Mungu anadai mnaniibia. Sijawahi kujuaga Mungu anaibiwa, lakini maandiko yameshasema tumemwibia. Kumbe kuiba
sio kumwibia mtu tu, mpaka Mungu anaibiwa. Sasa ikiwa mpaka Mungu anaibiwa, watu akamuuliza Mungu, sasa wewe unaibiwaje? Unasema tumekuibia kwa namna gani? Kumbe Mungu anasema hivi, mumeniibia kitu ambacho kinaitwa zaka na dhabihu. Mmeniibia matoleo ya kazi ya mikono yenu, kwa lugha nyingine. Yaani kuna kazi zenu mnazozifanya. Naomba tueleshane hapa kidogo. Mnafanya kazi, kila mmoja hapa ana kitu fulani anahangaika nacho kutafuta riziki, kila mmoja hapa. Amen. Sasa hilo eneo la kuishi kwako linalokupa wewe kuamka asubuhi, kukimbizana, kutafuta riziki, lile eneo naomba ukumbuke hivi. Naomba unisikilize vizuri kwa makini. Lile eneo la wewe kuamka na kukimbia, kumbuka kwanza, mpaka umeweza kuamka, ukaoga, ukapiga mswaki, ukanywa chai, ukatoka asubuhi, ukaamua kwenda kazini, sio nguvu zako. Sio nguvu zako. Na kuomba unielewe hivi, hujajiamsha, umeamshwa. Kuna aliyekupa usingizi akakuamsha asubuhi, amka. Sio akili yako, uweze kujiamsha wewe. Tunasikilizana wapendwa? Uliyekuwa unafikiri unafanya kazi mwenyewe, ufanyi kazi mwenyewe. Kakuamsha, kakupa nguvu, misuli na mikono na miguu ina hamu ya kutoka haraka uwahi kwenda kwenye kazi. Yule anayekupa hiyo ameweka mkataba na wewe uende naye kazini. Wewe unafikiri uko peke yako, unaenda kwenye harakati zako, unajikuta unafanya 1, 2, 3 mpaka jioni umeingiza hata 20,000, 5,000, 10,000. Unamshukuru Mungu, nimepata. Saa nyingine unasahau hujapata, haujawahi hata kumshukuru. Hata ukipata hujamshukuru kwamba umepata. Anaamka na wewe tena kesho, anaenda tena na kesho kutu, anaenda tena na tena na tena. Hachokagi, hajawahi kuchoka. Sijawahi kumwona Mungu amechoka kuniamsha. Leo asubuhi nilipoamka, yani kwanza amenipa usingizi mwingi sana. Usingizi uliokuwa, yani mke wangu akaniambia asubuhi, umekoroma sana leo. Na mimi nikaenjoy, na nikaona mto niliolalia umejaa na mate, nikaubadilisha. Yaani mtu ananipa mpaka liusingizi lenye mate. Si unajua maana ya mate? Iko hivi. Kwenye maandiko mzee anasema hivi, atawapa watu wake usingizi mtamu. Sasa mtamu usiokuwa na mate ni mtamu? Wewe ukiamka ukakuta koromeo limekauka, ujue huo usingizi sio mtamu. Lakini umeona unajua jamaa alikuwa anapiga vitu kwenye usingizi. Usingizi ulikuwa ni mtamu. Sasa nimeona hiyo asubuhi ninaamshwa. Ile nguvu ya kuamka, furaha yangu, ninakimbia kwenye chumba chenye nguo nibadilishe nipate nguo za kuja kanisani. Ile shamra zile. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu Sio zangu. Ni za aliyewekeza nguvu zake ndani yangu. Ili nifike hapa nikuhubirie neno lake. Na baadaye utatoa sadaka, na mimi ile sadaka nitagaiwa kidogo na uongozi. Kile nitakachokipata siwezi kumsahau huyo Mungu. Akishanipa ni 5,000, 20,000, 10,000, siwezi kula mwenyewe, nina jinsi ya kutoa. Sasa ukipuuzia hilo eneo, anadai umeniibia. Yaani kweli mimi nikuamsha asubuhi, nikupe usingizi mtamu, nikupe afya ya kuamka nayo, uende ukafanye kazi yake. Tena wewe unasema ni kazi yako, yeye anasema ni kazi yake. Unaenda dukani kwako, ni kazi yake, sio ya kwako, ni ya kwake. Analeta watu kwenye duka lako, kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako. Wewe unasema wale watu ni wateja wangu, sio wa kwako, ni wa kwake. Lakini kwa kuwa ameweka partnership na wewe, anasema anapenda kufanya kazi na wale wampendao.
ili kuwapatia mema. Sasa anapokuletea watu unafikiri ni wa kwako, kumbe ni wa kwake, alafu mugawane angalau siku moja. Sasa ile kugawana hamgawani. Mungu anasema jamaa wameniibia. Anaongea na malaika zake, jamaa wamenipora wale. Lile kanisa lina waizi. Lile kanisa lina majambazi. Sasa kweli, kumbe kanisa letu lina majambazi humo ndani. Kwa nini wanakuwa majambazi? Tunamuuliza, tumekuwa majambazi tangu lini? Anasema zaka yangu na dhabihu yangu. Na mimi nafikiria kama tukishikwa hapa waizi, sijui kama wewe utapona. Mwangalie mwenzako, muulize, utapona kweli? Yaani uje msako hapa. Sasa wale washikao waizi na majambazi hawaji kama polisi wa nchi. Wanakuja kwenye eneo sasa, wanaangalia, wewe umejifanya mjanja, hatuna shida na wewe, anatoboa mfuko. Wewe unafikiri ni Mungu ni adui, kumbe Mungu anaachilia maadui zako, anaachilia tu, alafu wewe unashangaa ulikuwa huko juu. Anakungojea kule chini uanze maombi. Nikumbuke Baba. Utaimba usiku kucha, nikumbuke, ukumbukwi. Sasa ndugu zangu, Mungu awasaidie. Amen. Ngoja nikwambie. Ulishawahi kumwaga na jino, ukaenda kwa dokta kulitoa, si ndio? Dokta akaliangalia lile jino, akasema hili limeshika mahali, tukilitoa tu unaweza ukapata kichaa. Nilikutana na mtoto mmoja kangolewa jino, msichana mdogo tu, maskini ya Mungu, kangolewa jino. Wazazi wake ni wakulima wazuri kule Singida, wakulima wakubwa tu wa mahindi, alizeti nini. Sasa wakaniletea mtoto wa kwao asubuhi, nimwombee, uso uko hapa. Uso imekuwaje? Alienda kung'oa jino, kipande cha jino kikabaki ndani. Yule dokta akasema, hicho kilichobaki kimeng'ang'ania pabaya, sisubutu mikitoa, tukuandikia hospitali ya rufaa uende kaangaliwe. Wakamfanyia x-ray, wakasema hebu nenda Muhimbili. Wameenda Muhimbili, wasema kibaki hapo hapo. Kibaki tena. Maumivu alionayo huyu mtoto, alafu hawa wataalamu wanasema kibaki. Mtoto usiku anasema asubuhi nini maumivu. Amekula dawa za maumivu, uso naanza kuvimba. Wakarudisha tena kwa mtoto hospitali, wakasema ngoja tukate kanyama pale, sehemu imevimba, imekuwa kubwa sana, tuangalie ni nini imekaa pale. Wakakuta kansa. Ni nini? Kansa. Wakasema sasa tena inazidi kuenea, mweni basi acheka hiyo jino na hiyo. Nikasema Mungu wewe, mimi sijawahi kujuaga kuna kakitu kanaweza kakang'ania mahali kakakutesa kadogo tu. Kadogo, mnajua kadogo jino lote limeng'olewa, kamebaki kajino ako kadogo, utakoma. Kana kushikilia, kana maumivu, kana sumbua, kana kunyima raha usingizi, hauna furaha na maisha. Nikaomba na yule mtoto, nikamwambia wazazi wake, nipeni mtoto tuombe naye, hamna shida, Mungu anaweza. Nilipomwekea mkono hivi, mtoto akakoa akakoa mara 2 3, akatoa pini ya wale wa mama wanaofungia nepi watoto, si mnajua hizo pini ikachomoka mdomoni. Haikuwa ni kajino, ilikuwa ni pini imeshikilia.
X-ray inaona jino, lakini jino limefichwa na nguvu nyingine inasababisha kansa. Mtoto usiku akalala, maumivu hamna, wiki namaliza kauvimbe kama kameisha kabisa. Nilikuja kupata taarifa amepona mzima kabisa, msichana wa watu, na Mungu amembariki. Lakini Mungu akiondoka tu kwenye eneo lako, adui anaingiaga. Sasa sipendi sana adui aingie, maana Mungu akikuacha mwenyewe kwenye mafanikio, unakula mwenyewe, hautaki kula naye, hautaki na anasema mimi nafanya naye kazi, tena mimi ndo nafanya kubwa zaidi. Sijuaga Mungu anafanya, yaani kumbe Mungu anafanyaga zaidi ya mimi. Mimi asubuhi na mkate, asubuhi na chai na sukari nimeweka na nini na nini na nini. Anatengeneza hiyo chai yeye Mungu, ile sukari isiharibu mwili wako, bado unafikiria kwamba ni wewe umefanikiwa. Hebu mumtumikie Mungu na vitu vyenu. Hebu fanyeni kwa moyo. Jisikieni kwamba hauko peke yako, fanya na Mungu. Usihangaike kufikiri maadui ulionao, hangaika kufikiri Mungu unayefanya naye kazi. Je, ninafanya anavyotamani? Ninatoa anavyotaka? Basi usio kang'ang'aniwa na kakipisi kadogo kajino, kumbe sio jino, pini. Wajamaa wamekuja wakafunga pini hapo. Wote tunapiga X-ray, tunatafuta matabibu wazuri, tunaenda huku na kule, wanafanya na kabisa X-ray ile, wanafanya ile radio ile ya kwao, wanapiga picha. Unaona hii jinsi ilivyoingia, unaona hii hapa imeenda hivi, ikashika mshipa wa roho. Tukichomoa hapa roho inaenda. Na ukinyanyua ile picha hivi, iko kabisa imeenda, kumbe ni pini. Ndugu yangu, kuna kapini kakikushikilia mahali, wewe utakoma. Sasa mimi nafanya hivi, nasema hivi, kama upendo wa Mungu ni mkuu namna hii, unasema hivi, toeni nanyi mtapewa, kwa kipimo cha kushindilia na kusukasuko na nini. Alafu Mungu akasema hivi, na kumwagika, pasiwe na nafasi ya kutosha. Pambana mwenyewe sasa. Ukipuzia hapo, hauna maombi ya mhubiri duniani yatakuokoa. Toa. Sema amen, amen. Ndugu zangu, shika sadaka yako, matoleo yako uliojiandaa nayo, unayempenda Mungu nayo. Una zaka, una sehemu ya 10. Hakikisha umechukua bahasha, unaweka kwenye sehemu yako ya 10. Haleluya. Ile andiko lilisemaga, mmelaaniwa kwa laana. Mungu hajawahi kulaani mtu, wala mdomo wa Mungu hauna laana. Lakini anapojiondoa kwako, ndio baada hapo unaanza kuona matokeo ya kama laana. Na laana iondolewage kwa maombi. Niwe kurudisha tu mfumo na Mungu, unafanya kazi vizuri na Mungu, wale maadui hawatakuwepo. Sema amen, amen. Chukua matoleo yako, shika sadaka yako mkononi. Mwenye sadaka yake ashike, mwenye envelope yake aje hapa mbele. Kila mmoja achukue sadaka.